ishara 6 zinazoonyesha hiyo ndoto uliyoiota, unatakiwa uifanyie kazi haraka. Ishara 6 za kibibilia, sio za kihisia. Sababu moja ya somo ambalo limekuwa likifundishwa hovyo ni somo la ndoto. Sababu watu wameingiza hisia. Wapendwa, ninawaonya katika Kristo Yesu, maono na ndoto lazima msimamo wake uwe kwenye kweli ya neno la Mungu. Ikiwa nje ya neno la Mungu, achana na hiyo kitu. Hii mambo kwamba ukiona konokono ujue maisha yako yanaenda polepole, mwambie nipe neno. Nipe nini? Nipe neno tu. Kwa sababu Ukristo wetu unajengwa kwenye kweli ya neno. Kwa nitafundisha mambo mengi sana. Nitafundisha ukiona ndoto za mauti kibibilia na maana gani, ndoto za nyoka kibibilia na maana gani, ndoto za pete kibibilia na maana gani, si ndio? Ndoto za mambo yote yanayohusiana na elimu, mara uko shule ya msingi, nilikubwa umekaribia kuzeeka lakini unaota uko shule ya msingi. Au sengine unaingia kwenye mtihani, na kwenye mtihani, kwenye hiyo ndoto unajijua kabisa, unajisikia kabisa sijajiandaa. Wangapi shakuota hiyo ndoto? Mimi shaota hiyo. Unaona kabisa hujajiandaa, si ndio? Mwingine anafanya mtihani umalizi, mwingine muda ukutoshi sijui unataka upewe mwaka. Kwa tutaona ziko nyingi sana. Mwingine ndoto za kufunga ndoa, unaona unaoa au unaolewa. Misha ikuona ndoto ya ajabu sana. Yeye naoa huko akili yangu naambia, "Mimi mbona na mke? Mimi mbona na mke? Mke wangu mbona ni ziada?" Lakini kwenye ndoa naona anaenda kama msukule hivi. Sikayoni. Lakini moyoni, "Mimi mbona na mke? Mimi mbona na mke?" Nimesema haya mabomu ili upate moyo na wewe useme la kwako. Kwa ile siseme, watanionaje? Kwa nimeona nilipue la kwangu ili warahisishie, kama atapasa basi acha na mimi niseme la kwangu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ishara 6 zinazoashiria ya kwamba ndoto ulioota si kawaida, si ya kawaida. Hiyo sio ndoto tu. Amina. Lakini kabla hizo ishara, naomba nikukumbushe silabasi yetu ilipofikia. Kumbuka nilikufundisha ndoto ni nini. Wangapi mlikuwepo Jumapili? Nilikufundisha ndoto ni, ndugu yangu nilikuona. Ndoto ni nini? Amen. Ndoto ni nini? Ni lango. Ndoto ni lango la kiroho. Ndoto sio ndoto tu. Ndoto ni lango. Is a spiritual gates. Ni lango la kiroho ambapo vitu hupitishwa kutoka katika ulimwengu wa roho na kuletwa katika ulimwengu wa mwili au kupandikizwa katika ulimwengu. Amina. Ndoto ni lango la mawasiliano. Ndoto ni lango la mawasiliano. Bwana asifiwe. Lakini nilienda mbali kidogo, unaweza ukatulia ukasikiza mtumishi. Nilienda mbali kidogo, nikasema ndoto ni rada. Napenda hiyo kitu sana. Ndio maana mtu asiyeota ndoto ni hatari. Anaweza akavamiwa bila kujijua. Ndoto ni rada ya kiroho. Sema rada ya kiroho. Okay, ngoja nikusaidie. Wewe ni roho unaishi kwenye mwili. Kiumbe pekee kilichopewa mamlaka ya kuishi ulimwengu mbili au limwengu mbili. Limwengu mbili kwa mara moja ni kiumbe kinaitwa mwanadamu. Even God himself haishi maeneo mawili at par. Of course. No. God anaishi, anaitwa omnipresence. Amina. Omnipresence is everywhere. Lakini sababu Mungu sio kiumbe, nimesema viumbe. Hakuna kiumbe chochote kinaishi kwenye limwengu mbili wakati huo huo. Hakuna. Halo. Ni kiumbe kinachoitwa mwanadamu tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kina vitu viwili vya muhimu. Namba moja, chenyewe ni roho. Kwa hiyo roho inaishi ulimwengu wa roho.
izime sasa. Roho inaishi ulimwengu wa roho. Roho yako haishi ulimwengu wa mwili, na roho ndo wewe. Wewe sio mwili, wewe ni roho. Mtu sio mwili, mtu ni roho, anaishi ndani ya jengo naitwa mwili. Ndio maana mtu akifa, tuna ile lugha ambayo hata wapagani wanasema, ametutoka bana, ametutoka. Sasa nani ametutoka? Wanaweza wasiweze kuongea zaidi hapo, lakini kuna kalugha wanakasema, ni kalugha kakiroho kabisa, kwamba ametutoka bana. Ametutokaje wakati mwili si hapa, miguu si hapa, mikono yake si hapa, mdomo wake si hapa, lakini wanasema ametutoka. Manake hata ulimwengu unakubali mtu sio mwili. Ndio maana hata kuzika wasika, tunaenda kuzika mwili wa marehemu. Manake kuna tofauti kati ya yule marehemu na ule mwili. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hiyo wangapi mpaka saizi wameelewa kwamba mtu sio mwili? Okay, umepatia. Sasa wewe sio mwili. Na ukielewa hii shule vizuri, hata vita ya kiroho utaiweza vizuri sana. Vita ya kiroho inapiganwa rohoni na inapigwana na roho. Roho ndo zinapigana. Amina? 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 Ndio maana kwenye ulimwengu wa mwili Mungu hakuhangaika kukuketisha ikulu, ila kwenye ulimwengu wa roho, roho yako akahangaika kuikalisha juu sana kuliko mamlaka na nguvu na usultani, mkono wa kuume wa Mungu Baba alipokaa Kristo. Kwa nini? Ili wewe kama roho uwe na mamlaka kubwa kuliko roho zingine kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana ukigongana na mchawi isikuhangaishe. Acha kuangalia nje na matunguli yake, anakutishia na shuka jeusi, mara amejipaka sijui masizi na madude meupe. Huo ni mkwara, hauna kazi. Haya yako nje. Issue ni roho, na roho ni roho gani yenye mamlaka? Are you following? Are you following? Yes. Roho yako wewe ambaye ni wewe ni mtu ambaye hiyo roho wewe ni senior kuliko nguvu zozote za giza. That's why I don't fear any, I don't fear any witch. Kwa sababu gani? Kichwa changu kishabadilika sana. Amen. Yes, siogopi pepo. Pepo nalimbia, tena mimi sitaki kuangaishwa na mpepo. Futika hapa haraka. Na yanafutika haraka kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho hawaniangalii kama mwili. Wananiangalia kama roho, alafu roho yenye mamlaka gani? Kwa nikisema futika hapa haraka, wanapiga saluti wanaona. Shida yako wewe unaangalia kwa macho. Biblia inasema hatuenendi kwa kuona, bali tunaenenda kwa imani. Jiangalie wewe kama roho, acha kujiangalia wewe kama mwili. Okay. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Nasoma 2:5-17 Wakorintho wa pili 5:17. Inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Muulize jirani yako kabla hujaokoka, kama ulikuwa na kovu fulani kwenye ngozi, ulipookoka ilo kovu liliondoka. Amen? 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 Au ulikuwa mweusi ukawa mweupe, au mweupe ukawa mweusi? Tunakuwa vile vile. Wapi? Nje. Kwa sababu aliokoka sio hicho, aliokoka ni mtu. Biblia inasema hata imekuwa mtu. Sema mtu. Sema mtu. Sema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ukiokoka unazaliwa upya. Kinachozaliwa upya ni roho yako, sio mwili wako. Amina? 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 Unajua watu wasipoelewa hii, unashangaa wokovu wake unakwamishwa na hali yake ya nje. Kwa sababu anachukua hali yake ya nje, anakwamisha mpaka hali yake ya ndani. Wewe si yule ambaye kabla hujampa Yesu maisha yako. Mfano mimi good luck kabla sijaokoka. Sawa? Huyu unayemwona sio ule good luck ambaye kwa hajaokoka. No. Huyu good luck hajawahi kuishi duniani. Alianza kuishi duniani siku alipompa Yesu Kristo maisha yake. It's a brand new person. It's a brand new piece. Hivi unanielewa ninachosema? Ndio maana usiruhusu mtu akuletee mambo ya ovyo. Unakuta labda kuna mtu asema,
Senzi zile tulipokuwa darasani kwa tunaiba mandazi, unaambia sasa ulipofika nafikiri umekosea, umenifananisha. Wesi Mr. Msegu, wesi Mr. Goodluck. Kambia mimi sijai kuiba mandazi anzia nzaliwa. Hiyo unaonyesha una elimu ya rohoni. Sijawahi. Wesi uko unakaa hapa, mimi nakaa hapa hivi. Naambia sio huyo unaongea naye. Huyu ni Goodluck mpya, hajawahi kufanya hiyo kitu. Kwa sababu mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu ni nani? Mtu ni roho. Sawa sawa? Okay. Kwa hiyo roho yako ambayo ndo wewe inaishi kwenye ulimwengu wa roho, haiishi kwenye ulimwengu wa mwili. Right? That to help you. Watu wanafikiri roho yako unaishi nao Nyanembe. Roho yako haishi Texas Nyahingi. Roho yako inaishi kwenye ulimwengu wa roho. Sema kwenye ulimwengu wa roho. Roho yako ina sifa za roho. Roho hazilali. Ndio maana hata ukilala usiku sio kafikiri roho yako imelala. Ndio maana unaweza ukashangaa ni usiku unashangaa umeenda India. Ni nini? Mimi sijui kama naongea na watu hapa. Am I teaching here? Ni kwa sababu wewe mtu ambaye ni roho hulali. Roho wa ilali. Sema roho wa ilali. Yes. Na roho inaishi kwenye ulimwengu wa roho. Na kwenye ulimwengu wa roho ni ulimwengu. Ni ulimwengu kabisa Msegu. Ni ulimwengu. Una citizen wake. Una raia wake kwenye ulimwengu wa roho. Kuna raia ulimwengu wa roho. Raia ulimwengu wa roho ni kana number one, God himself. Lakini tusimuite raia, yeye is the king there. Amina. Haya, kuna malaika. Amina. Kuna roho za watakatifu. Alafu kuna watu waliookoka, zile roho zao ambao ndo roho yenyewe. Sawa? Lakini vile vile kuna watu ambao hawajaokoka. Sijasema mbinguni, nimesema kwenye ulimwengu wa roho. Sababu ulimwengu wa roho na mbinguni ni vitu viwili tofauti. Na ulimwengu wa roho na jehanamu ni vitu viwili tofauti. Mbinguni iko ulimwengu wa roho. Sawa sawa. Ni kama tu useme Mwanza iko Tanzania. Are you following? Are you following? Kwa hiyo na kwenye ulimwengu wa roho kuna mapepo. Yote ni ulimwengu wa roho hayo. Kwa hiyo roho yako iko huko kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana inapaswa kuwa na nguvu. Amina. Na maisha yako yanaamliwa kwenye ulimwengu wa roho, sio kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo roho yako inakuconnect na ulimwengu wa roho. Sema amina. Roho yako inakuconnect na Mungu. Haui connected na Mungu kupitia mwili. Hapana. Unakuwa connected na Mungu kupitia roho yako. Amina. Unakuwa connected na ulimwengu wa roho kupitia roho yako. Amina. Yes. Alafu unakuwa connected na ulimwengu wa mwili kupitia mwili wako. Na kuna kitu tunaita five sense of say five nini mama? Five sense organ. Zile tano. Kunusa, kuona, kunini, si ndio? Kuonja, kushika. Hizo ni za ulimwengu wa mwili. Hizo ni za ulimwengu wa mwili. Amina. Sasa sheria ya ulimwengu huu hapa iko hivi. Hakuna kinaruhusiwa kukaa katika ulimwengu wa mwili kama hakina mwili. Au darasa nimelipeleka mbali. Nyinyi ni wanafunzi wa Yesu. Nataka niwapeleke shule kubwa. Hii itakusaidia mambo. Hii mambo naona mende ameanguka, ushapiga simu kwa pastor. Hakuna, hii nakupa, these are spiritual laws. Na kuna siku nilifundisha sheria za ulimwengu wa roho ni kali kuliko za ulimwengu wa mwili. Hakuna kinachoruhusiwa kuoperate kwenye ulimwengu wa mwili bila mwili. Sema amina. Ndio maana Yesu alikuwepo.
Hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Nasoma Yohana 1:1 mstari wa 14. Naye neno akavaa mwili. Weka Yohana 1:14 kwa sauti. 1, 2, 3. Soa sauti. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sikiliza, ili akae kwetu lazima awe na mwili aisee. Kwa hiyo Mariamu, yani Yesu kwenye tumbo la Mariamu alienda kupitia mwili. Amen. 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 Na kwa nini Roho Mtakatifu alikuwa hawezi kukaa duniani? Alikuwa hana miili ya kutumia. Yesu alivyomaliza kazi pale msalabani, akamtengenezea watu, akasema sasa naenda kuomba msaidizi mwingine, naye ni huyo Roho, atakaa nanyi, atakaa ndani yenu. Maana yake atatumia miili yenu kuishi hapa dunia. Am I talking to someone here? Amen. That's why Roho Mtakatifu alivyokuja hakuja akaelea, no, akaingia ndani ya watu. Sawa sawa, apate uhalali wa kuishi. Shetani hawezi kufanya kitu duniani bila kuazima mwili. Kwa lazima atafute washamba fulani ambao jielewelewi, wakubaliana naye, sema basi tufanye ubia. Kaenda. Shangaa naombea mtu anafanya mimi Maimuna anatafuta nini? Ndio ukimnyang'anya ule mwili ni shida. Ndio maana shetani lazima awe na mawakala, awe na wachawi, awe na waganga kienyeji. Hao wote ni mawakala wanaomwazima mwili, wampe ruhusa ya kufanya kazi duniani. Are you following? Are you following? Wangapi wamempa ruhusa Mungu kufanya nao kazi hapa duniani? You're very right. Amina. Sasa kumbuka, niko kwenye ndoto, nimeanzia mbali. Kwa hiyo wewe unaishi rohoni na unaishi mwilini wakati huo huo. Yaani ulivyokaa hapo Mama Msegu, hapo ulivyokaa papo, umekaa kwenye ulimwengu wa roho na umekaa Nyanembe. Sio kama kuna watu wamenielewa. Okay, acha niwaulize swali jepesi. Ulimwengu wa roho ni wapi? Sababu warokole na ulimwengu wa roho. Unajua hivyo mfa ulimwengu wa roho hivyo. Haya, ulimwengu wa roho ni wapi? Nani anisaidie? Mtashangaa kama mjui, na kila siku mnapiga kelele ulimwengu wa roho, vita vya ulimwengu wa roho, hiyo sijui nini ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni wapi? Who can help? Ulimwengu wa roho ni wapi, watumishi wa Mungu? Karibu Vini, nimesikia unajibu. Na Vini ni mwana maombi sana. Wewe unaomba kiasi hicho, juu ulimwengu wa roho ni wapi? Ulimwengu wa roho ni wapi? Mama yangu, juu ni ulimwengu usioonekana. Uko wapi sasa? You are very right. Yaani hivi, unaona hapo ulipo, hapo pana ulimwengu wa mwili, na hapo pana ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili unaoccupy the same space. Hiyo shule kubwa sana. Siku moja nilikuwa kwenye ndege. Ndege niliyopanda ni hizi panga boy hizi, Bombardier. So nilikuwa nimekaa dirisha. Nimekaa naangalia ile panga boy. Ndege haijawashwa. Na yaona yale manini yale mapanga boy yale. Kama manini matatu. Baadaye kaona ndege imewashwa. Kidogo akashtuka kidogo hivi, kaona alivyoshtuka. Kidogo akaanza kuzunguka, Yalifikia level yalizunguka kiasi kwamba ukiangalia pale unaona hapana kitu. Baadaye ndio mtafuta niambia, kwa sababu ukioni haina maana hakika. Nikasema, sababu haya mimi niliona kabisa alikuwepo hapa. Lakini yalizunguka kwa speed ambayo macho yangu hayana tena capacity ya kuona katika level hiyo ya speed. Tulikuwa tunaenda Kia. Tulipotua Kia, nikaona yamepunguza, nikayaona tena. Nikasema kumbe macho haya tulioumbiwa yana limitation ya kuona vitu. Kuna umbali haiwezi kuona.
Mimi nakwambia hapo, ndege tu ilizungusha ile pangaboi kwa spidi ambayo ukiangalia hivi unaona kama ni hewa tu, hamna kitu. Peleka mkono uone, sasa ndio utakutana na impact. Sio kila kitu kinaonekana na macho haya. Ndio maana Mungu anasema neno, tuliamini neno, kwa sababu neno ni jicho la kiroho kukuonyesha yale ambayo macho haya, am I talking here, hayawezi kuona. Mfano niwape tu jaribio lingine la haraka. Naomba tu nyanyua tu kichwa chako kidogo, angalia tu hapa kwenye anga. Wangapi mnaona ITV hapa? Wangapi mnasikia ITV hapa? No one. Mwambie mwenzi usifikiri haipo. Masikio yako yana limitation. Hayawezi kuona katika hizo frequency. Masikio yako hayawezi kusikia katika hizo frequency. Yaani level ya frequency zinazotembea hapa za ITV, masikio yako hayawezi kusikia tena. Yanaweza kusikia sauti yangu, lakini kuna frequency ikienda haiwezi kusikia. Macho yako hayawezi kuona. Lakini hapa tukileta device, tukileta chombo ambacho kinaweza kudaka kinachoendelea hapa, kikayageuza kukusaidia uone, utashangaa hapa unaanza kuona taarifa ya habari ya ITV. Haumu ndani. So, kumbe hapa mawimbi yalikuwepo, mbona uko uoni? Level. Nahubiri juu sana au nishuke kidogo? Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni hapa. Ndio chongo nitakwambia. Yaani wewe usifikiri, wewe unajua ulimwengu wa roho ni juu. Ni hapa. Yaani hapa ni. Ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili unaoccupy the same space. Ndio maana sasa hivi tu Mungu akikufungua macho, sasa hivi tu Mungu akifungua macho papo unaanza kuona malaika. Kumbe walikuwepo. Ila walikuwepo kwenye dimension mamchungaji. Baby nini birthday again. Takutoa out mama sita. Na washirika shafundisha wajue jinsi ya kucelebrate mtu mkuu, sijali. Namba yako si nilele. 83 mwisho. Wangapi ananielewa? Unajua ukielewa hii shule hii, ukiwa kwenye basi unajua uko ulimwengu wa mwili na uko ulimwengu wa roho. Ukiwa nyumbani kwako unajua uko ulimwengu wa mwili, uko ulimwengu wa roho. Ukiwa unatembea unajua uko ulimwengu wa mwili na uko ulimwengu wa roho. Na unajua namna ya kutumia mamlaka yako na nafasi zako kwenye ulimwengu wa roho ili kusaidia maisha yako kwenye ulimwengu wa mwili. Amen? 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 Ulimwengu wa roho uko wapi? Sema hanu. Yaani hapa. Ila katika dimension nyingine, katika frequency zingine. Umenielewa? Wangapi wameelewa mpaka hapo? Tumeelewana vizuri? Ulimwengu wa roho uko wapi? Ulimwengu wa roho uko juu. Ulimwengu ni hapa. Yaani ngoja nikuchekeshe, lakini hii nimekuchekesha. Usije ukashangaa mbinguni ni Nyanembe. Nimetoa tu mfano. Sijasema ni hapa. Sababu mbinguni iko ulimwengu wa. Toa sauti. Ulimwengu wa roho. Ati msaidi. Au kakuta ni pale kwako. Yao kakuta wewe Yesu akija unageukia tu kwa pale. Ila dimension iliyoko sijui kama, lakini mshakuwa kubwa, mnastahili vitu vikubwa. Yaani usije ukashangaa. Kwani uje kusikia upande wa ulimwengu wa giza kwamba unakuta ni kijiji na hapo pana mji wa ulimwengu wa giza. Eneo hilo. Lakini huwezi kuona ule mji mwingine mpaka dimension. Uje kusikia kwamba mtu anaenda baharini, anafika hivi anaingia kwenye mlango, anaingia kwenye mji wao. Wewe unaona ni maji ya kuogelea, mwenzio kuna mlango. Dimension. Are you following? Ulimwengu wa roho unaoccupy the same space na ulimwengu wa mwili, ila in different dimension. Amina. Macho yako hayakuumbwa kuona ulimwengu wa roho. Masikio yako hayakuumbwa kusikia ulimwengu wa roho. Ndio maana lazima uwe na masikio ya rohoni, ndio uwe na macho ya rohoni, uwe na akili za rohoni, na akili za rohoni unapewa na neno. Amina.
Amina. Na ujijue wewe ni roho, unaishi kwenye ulimwengu wa roho na unaishi kwenye ulimwengu wa mwili, na ulimwengu wa roho ndo unaamua mambo ya ulimwengu wa mwili. Ndoto zinatokea kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo zikitokea kwenye ulimwengu wa roho, rada inashika kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu na wewe ni mtu wa kiroho. Information unadaka tatata tatata, kama fanya hivyo. Yeah, rada zinashika. I love that. Huwezi kuishi hapa tauni kishamba, lazima rada ziwe zinadaka. Unaamka tunapiga mluzi, yani michongo yote unayo michongo yote manini unayo, hii rada zote zimeshasoma, na rada zisiwe na mchele ya clear. So ndoto ni rada ya kiroho, yani ni Mungu. Ndoto sio shetani aliyesababisha. Ndoto ni tool ya Mungu aliyompa mwanadamu ili aweze kuona kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Are you following? So it's a good thing. Ni lango, ni tool ambayo Mungu amempa mwanadamu ili aweze kuona katika ulimwengu wa roho. Na cha kushangaza, kuna tool kama 2 ambazo Mungu amempa mtu yoyote anaitwa mwanadamu, awe Muislamu, awe Mkristo, awe Budha, awe mpagani, awe hata ni mlevi, ili angalau we bora ni mwanadamu uweze kunasa in the spirit ni nini kinaendelea. Na hizo tuli ni 2, ni ndoto na maono. Mtu yoyote. Shida sasa, rada ikikutumia information unaelewa, na saa zingine unaweza ukaelewa, unajua cha kufanya. Wengi hawajui cha kufanya, mwingine anaogopa. Hivi wewe umepewa taarifa, bwana jihadhari, kuna hiki na hiki, si ushukuru Mungu? Badala yake unaogopa, sema pastor mimi sikuwa naandapo, jana moto ya hivi, kesho yote ya hivi. Shukuru Mungu, rada iko hai. Sasa kuna kitu cha kufanya. Are you following? Kwa niliwafundisha ndoto ni nini, mnakumbuka Jumapili? Lakini kaambia kuna aina ngapi za ndoto? Vyanzo, sio aina, vyanzo 3 vya ndoto. Vyanzo 3. Chanzo cha kwanza tusema Mungu. Amen. You remember? Mungu. Mungu anasema, nafikiri sikusoma hilo andiko, acha nisome, itakuwa Ayubu. Hapa nilisoma la wafalme, la nini? Nilisoma la wafalme. Sasa acha tuweke na Ayubu pale kidogo. Ayubu 33. Ayubu 33 mstari wa 14 na 15. Are you there? Weka pale Ayubu 33 mstari wa 14 na 15. Biblia inasema, kwa kuwa Mungu, kwa kuwa nani? Toa sauti. Kwa kuwa nani? Asema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hajali. Yani Mungu anasema na wewe mara moja, papo anaona hujajali, anairudisha tena hiyo ndoto, papo. Asema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Mstari wa 15, katika nini? Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Asema ananena mara ya kwanza na kutoa mara ya kwanza, haujali. Asema anakurushia tena ndoto nyingine, haujali. Na anasema anafanya kipindi gani? Anafanya kwa kutumia ndoto. Kipindi gani? Usiku. Usiku, kipindi ambapo usingizi mzito mwapata watu, wapo vitandani mwao. Anasema nao kupitia ndoto. Anasema nao mara ya kwanza anagundua hawajali, anasema nao mara ya pili anagundua hawajali. Watu wengi sana anaota ndoto na hajali. Rada inakupa information, haujali. Mpendwa, unahatarisha maisha yako. Kwa hiyo kuna ndoto kutoka kwa Mungu, andiko hilo hapo kwamba Mungu unena. Lakini ndoto ana pili tuliona ni ndoto kutoka kwako wewe mwenyewe. Tuliona kutoka kwa
akili zako, misele yako ya mchana. Mfano ni lini mke wangu ni kuamkia jana, kama umeamkaje? Sijalala ni yani, mara naota nondo, mara naota watu wanachimba mashimo, kwa sababu huko nyuma nimeshinda. Yani akili yangu saizi imeliwa na kuna project zinaendelea huko. Kwa hiyo yani ndoto za usiku huo wote akiani kwa zinahusu ujenzi zote. Kwa nilivyoamka nasema hizi najua ni zile za shughuli nyingi za mchana. Hakuna Mungu kitu anasema hapa kabisa. Ni alikuwa naota niko busy hapo. Sasa mke wangu achekesha. Kuna siku moja tena mimi sikujua, yeye ndo alinisikia. Niliota hadi nikaongea. Nilisema nini? Njoni mchimba hapa kwenye mwembe. Unajua mimi ni mtu wa kazi hadi sababu mimi kazi kishanivaa, telling you ni kazi mwanzo mwisho. So nimelala, natoa maelekezo hadi kwenye ndoto. Kiongambia wewe vipi? Nini? Mbona wachimba kwenye mwembe? Kazi iendelee. Bwana asifiwe. Hizo ni ndoto zinatokana na wewe. Na kama kuna andiko lilinifurahisha, nafikiri lile la Isaya. Asema mtu mwenye njaa aotapo mtu mwenye njaa aotapo anaota anafanya nini? Anakula. Alafu akishtuka kumbe nafsi yake haina kitu. Kwa hiyo kuna vitu vinatokana tu na situation you are passing through, hali unaopitia. Nisikana umepitia tu hali ya huzuni, ukaota kitu fulani cha huzuni. Ukapitia hali ya furaha, ukaota kitu cha furaha. Labda we ni mshabiki wa timu fulani na una wachezaji unawapenda na mkashinda, usiku unaota anakuvulia jezi anakupa. Sasa usije hayo ni ya kwako. Are you following? Na ndoto aina ya tatu ni ndoto kutoka kwa shetani. Na nikasema ndoto kutoka kwa shetani zina two reasons. In a normal circumstance, shetani asingependa ushtukie kila anachotaka kukufanyia. Si ndio? Si ndio? Kwa hiyo ukiona ndoto mbaya ni kwa sababu ya kwanza ni Mungu amelazimisha iwe revealed, ifunuliwe kwako ili ujue vita inayoendelea kinyume chako katika ulimwengu wako. Narudia. Kikawaida adui asingependa ushtukie vita yake kinyume chako, angalau ije imekushtukiza. Si ndio? Ikifunuliwa ni kwa sababu sisemeje. Wangapi wanajua kwamba Mungu pamoja na shetani anafanya kazi zake, lakini Mungu ana control ni nini kitupate na nini kisitupate. Kama hujaelewa, acha nikupe andiko. Biblia inasema hivi, anasema furahini muanguki hapo katika majaribu. Sehemu nyingine anasema kwa kuwa jaribu ni kawaida ya mwanadamu. Maanake everyone anakutana. Lakini Mungu hatawaacha mjaribiwe kupita kiasi. Maanake nini? Mungu ana regulate. Anasema na hapo ataweka na mlango wa kuchomokea. Kwa hiyo kila jaribu Mungu ameweka mlango wa kuchomokea, na kila jaribu ni saizi yako. Acha nirudie. Kila jaribu linalokukuta ni saizi yako. Mungu hawezi kuruhusu jaribu zaidi ya saizi yako. Ataambia shetani punguza hilo. Sasa hii ni shule ya wakubwa. Hebu niwekee maandiko kwa sauti, twende pa 1 2 3. Wasemaje? Soma 1 2 3, twende. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida wanadamu. Maanake challenge is normal to men. Acha kuna mtu anapita mahala, it's like anataka sasa dunia yote inyamaze imsikilize yeye, kwamba mimi jamani napita, hamuoni napita. Kwa hiyo ni kama anataka watu wote wasizi, asione mtu anacheka hapa duniani. Akiingia kwenye daladala asione mtu anacheka.
Akiingia kanisani asione mtu anabasi nini, mimi napita. Kama ni kanisani ataanza kuwa na ugomvi na watu, hawana upendo. Pastor ataja nisalimia. Wa mama kanisani, yani hata wakuulizi unapitia wapi. Mbona ulipokuwa unapitia pazuri ukose mtu kuulizi kwamba jamani, mbona mniulizi kama mambo yangu safi? Are you following? Kuna mtu anabarikiwa hapa? Kuna mtu anabarikiwa? Kwa hiyo mwambie mwenzio ni kawaida wanadamu. Kwa hiyo mwambie mwenzio tuliza boli. Tuliza boli. Tuliza. Na hili game kila mtu na zamu yake. Hakuna haja misha pita zamu yangu nataka unirudishie poteni. Sio vizuri. Kuna muda wa huyu. Kwa sikute mtu anatabasamu ametoka jana, unajua. Muda wake amaliza jana. Leo ndo anaona kaweni anatabasamu. Alafu wetu naone mnunia arudi huko. We, hebu tuheshimiane bana. Hebu tuheshimiane kabisa. Mwambie mzee tuheshimiane kabisa. Tuheshimiane kabisa. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo jua watu sio wewe tu. Kwa hiyo weko maana Bwana akusaidie. Au tafuta mtu akushauri. Ila usiende unakasirikia watu hapa ulimwenguni. Kuna watu wamepita pagumu kuliko wewe na sasa hivi wamemuona Bwana. Na wewe utamuona Bwana. Nasema na wewe utamuona Bwana. Kwa hiyo jaribu ni kawaida ya wanadamu. Everyone anapita kwenye jaribu at his or her time. Alafu anasemaje? Ila toa sauti. Anza ila kwa sauti 1 2 3. Sasa uaminifu wa Bwana hapo uko wapi? Kuregulate jaribu. Ndio uaminifu ulipo, sio kukutoa. Kuregulate. Soma Biblia yako. Anasema ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Mimi kwa muda nimekaa kwenye maisha na safari yangu utumishi paka hapa. Nimegundua kuna vipindi kwa safari ambayo Mungu anaenda na wewe. Kuna vipindi au kuna pori au kuna jangwa. Itakuwa ni ratiba ya wewe kupita na lazima upite. Hata kama umezungukwa na watu wakubwa 200. Kwanza atawafukuza wote, upite mwenyewe. Kwa sababu anakutengeneza. Mungu atengenezei watu harusini, Mungu anatengenezea watu jangwani. Anakufinyangia jangwani, ndio muda kuondoa baadhi ya vitabia, baadhi vya hasira visokuwa na maana, baadhi ya viburi vote vinanyooka. Kitoka hapo ni mlaini. Kiambua njoo, yes sir. Yeah. Sasa unajua Mungu atumiaji mtu aliye hai. Hii ni shule kubwa nafundisha. Mungu anatumiaga maiti until you die. Unafikiri natania? Muulize Yesu. Asema mbegu isipodondoka chini na kufa haiwezi kumea. Ndio Biblia inasema mbegu isipodondoka chini na kufa haiwezi kumea. There is a better you. There is a better version of you. Ile better version of you ni lazima uufe yote. Wakati wa kufa ni zote joke. Wakati kufa zote. Kwa Mungu anaweza kaua kiu ya hela. Ukisikiaga pasaguli la hela zimsumbui natoka ameua kwanza. Usahau mimi ni mchaga. Lakini nimekufa yote. I don't have problem with that. Uliza mama. Pesa haziniendeshi. Namtele pesa haziniendeshi mimi. Pesa. Nashukuru aina ya mke Mungu alionipa. Ninasema kweli katika Kristo. Moja ya challenge yangu mimi. Muulize mama. Nini mama? Nachaga hela kwenye suruali na unazo sikumbuki. Anaambia ila kimoja. Yani kabisa hivi. Hata juzi umekuta nyingine.
za Ufilipino kabisa. Nakwambia kweli katika Kristo. Hii mama ukuta 50 amekuta laki. Sasa afambia siku sasa wewe imeshika moyo 10,000 nimekaribia kuonchomoa. Watoto wote hawana nyumba. Kuna 10,000 hapa. Kuna 10,000 ilikuwa hapa. Kuna 10,000 ilikuwa hapa. Nakwambia kwa mpaka hela iache kushika moyo wako ndo unaanza kupata hela. Ufe. Ni mpaka ufe wewe kuacha kitu kinaitwa ego au ego. Ile uwewe ndo upako unaanza. Sababu Mungu hatataka kushare na wewe utukufu. Hatataka kushare na wewe utukufu. Unapiga tukio unasema hili hapa mimi. Mpaka aone kile kinachotokea. Unalia unaambia Mungu ni wewe. Anaachilia anointing. Anaachilia more grace. Sema amina. Sema amina. Sema amina. So ndoto ni rada. Amen. Na aina ya kwanza, aina sio aina, vyanzo, Mungu, wewe, shetani. Shetani tumeona. Lakini kasema pamoja na hayo ni Mungu analazimisha ulimwengu wa roho utoe information za shetani ambazo asingependa zitoke. Usisahau hiyo. Si ndio? Asingependa zitoke. Kwa ukiziona ujue sababu ya kwanza inawezekana. Sababu ya kwanza ni Mungu amereveal, amefunua vita iliyo kwenye ulimwengu wa roho kinyume chake. Na vita yenyewe sio yeye husiki, ni shetani. Ila yeye ameifunua uione. Na kwa nini uione? Sasa hilo nanyacha niseme kidogo. Kwa nini Mungu anatufunulia vitu vibaya, vitu vigumu, vivoko kinyume na maisha yetu ambavyo adui amelenga, lakini anatufunulia? Ni kwa sababu you have capacity to handle it. Ni kwa sababu una uwezo wa kuvishughulikia. Hii ni muhimu sana. Hii ni muhimu sana kwenye shule ya ndoto. Ni kwa sababu Mungu anajua una uwezo wa kushughulikia. Shida yako sio uwezo, shida yako ni kujua. Maanake ukiwa ujui unaweza usifanye kitu, lakini akishakuonyesha anajua una capacity ya kushughulikia. Sababu Biblia inasema tumepewa mamlaka kanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu cha tushinda. Kwa sababu Mungu ameshatupa authority over devil. Mungu ameshatupa mamlaka dhidi ya shetani, mamlaka dhidi ya kazi zake, mamlaka dhidi ya mipango yake. Kwa hiyo Mungu anachofanya tu ni kukufunulia, kuna hiyo kitu hapo. Maanake simama, pigana nayo kwa mamlaka ya Kristo Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, pangua hiyo kitu. Kwa sababu si kazi ya Bwana kupangua, ni kazi yako kupangua. Acha nirudie hii. Si kazi ya Bwana kupangua, ni kazi yako kupangua. Kwa sababu kwa nini anakuonyesha? Ni kwa sababu anajua kiko ndani wa capacity. Chochote Mungu anachokuonyesha, yani ukiona ndoto yote ngumu kiasi gani, kwanza ujue sababu ya kwanza ni Mungu ameamua kuireveal. Sio yeye aliyeanzisha, ni adui, lakini ameamua kuireveal ili ujue ni nini kinaendelea, ili usimame kwenye nafasi yako. Kwa sababu una mamlaka yote na kila kinachohitajika wewe kuharibu huo kazi ya shetani unacho. Yesu ashakupa. Nasema Yesu ashakupa. Nasema Yesu ashakupa. Shida unaamka unalia. Nani akwambia kulia ndo jibu? Shida unaamka unasimulia tu, hakuna kitu unafanya. Wakati unatakiwa take charge in the name of Jesus. The blood of Jesus. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Ukimpinga shetani, huwa hana uwezo wa kusimama. Mamlaka unayo wewe. Nasema mamlaka unayo wewe. Nasema umepewa mamlaka. Umepewa mamlaka. Sasa unajua hata ukiwa na silaha bora kiasi gani, sawa sawa, but you don't know your enemy. Unaweza ukashangaa unapigwa na silaha zako. Una mamislamu makubwa mazuri, lakini umeageuzia mbele, kumbe iko nyuma. Kwa anapiga hii medula oblongata, unaanguka na masilaha yako. So Mungu anajaribu kureveal kwamba battle inatokea this side. Ndio maana ya ndoto.
ana reveal kwamba vita nitokea kona hii, ili ugeuzie silaha zako kona hii. Sio kwamba kuna silaha mpya atakupa. Kila kinachohitajika wewe kushinda tayari unacho. Huo ni msingi mzuri sana. Amina, amen, tuko sawa? Sababu ya pili, kwa nini unaweza ukaona ndoto kutoka kwa shetani? Ni shetani mwenyewe anaireveal, ni shetani mwenyewe anaifunua, na akiifunua ni kwa sababu anatafuta mlango. Usahau hiyo shule, anatafuta mlango. Kwanza uamini ule ubaya aliokufunulia, labda utakufa au gari itapinduka au umeona kitu kibaya kwenye biashara yako au ndoa yako. Sababu akishaifunua hivi, ni neno la analeta, ghafla linatengeneza ndani yako tarajio, lakini tarajio baya. Nyumba itaungua, nyumba itaungua. Maanake umeanza kuwa na imani mbaya, unaamini mabaya. Hapo unafungua mlango. Namba 2, itajenga hofu, si ndio? Utaanza kuwa na hofu ya kuunguliwa nyumba, utaanza kuwa na hofu labda kitu hiki kitaharibika. Ile hofu ni mlango, ule uoga ni mlango ambao shetani anautafuta sasa, ili aweze kupenya hapo, atimize ajenda. Kwa hiyo akikuvizia Mr. Msegu, akaona kuna jambo anataka kufanya, anapita huku anakosa, anapita huku anakosa, anaamua kujifunua, anafunua ile issue pa, sababu ashatafuta engo zote, ameshindwa kupita, basi anaifunua. Akiifunua inakutia hofu, na unaipokea, unaikubali hofu, unakubali kule kuogopa. Ukiogopa tu ni mlango. Biblia inasema hatukupewa roho ya woga, bali roho ya nini? Ya nguvu, upendo na moyo wa kiasi. Mungu ashasema kabisa, unaposikia uoga sio yeye. Mungu asema hakutupa roho ya woga. Hebu fungua na mimi Timotheo wa pili 1:7. Rush there, Timotheo wa pili 1:7. Hiyo hapo, Timotheo wa pili 1:7. Soma kwa sauti 1, 2, 3. Kwa sauti 1, 2, 3. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Sikiliza, Mungu amesha declare, ukisikia uoga simu. Kwa hiyo kama sio yeye ni nani? Ukisikia tu uoga, Mungu ashasema mimi sijaikupa roho ya woga. Kwa hiyo ni nani sasa? Ni na shetani akikupa roho ya woga, anatafuta nini? Mlango wa kutimiza kusudi. Haifu na nilo achosema. Unakumbuka kitu Ayubu anasema? Asema kile nilichokiogopa ndicho kilichonijia kwa uwepesi. Kwa lugha nyingine, moja ya mlango ambao shetani alipata kwa Ayubu ni uoga. Ayubu hakufungua mlango. Biblia, Ayubu alikiri, asema kile nilichokiogopa ndicho kilichonijia kwa upesi. Hebu tafutia hilo andiko kwenye kitabu cha Ayubu. Washa star hapa juu. Are you blessed? Wapendwa, kama kuna kitu cha kupambana nacho kuliko kawaida, ni hofu, ni uoga. Ayubu kile nilichokiogopa ndio shida. Pastor. Nataka uwe master kwenye masomo ya ndoto. Okay, labda verses, lakini hebu tusome hilo. Maana jambo hilo nilichalo hunipata, nalo linitialo hofu huniichilia. Kuna version nyingine, lakini we can take even that. Lile nililokuwa, okay, hii hapa. Hebu soma kwa sauti 1, 2, 3. Lile nililokuwa ninaliofia limenipata. Ogopa mtu ambaye, yani wewe mfano uko una hofu ya kufa. Una hofu ya kufa. Ukiona una hofu ya kufa, ujue ni roho ya mauti inatafuta mlango. Unanielewa? Una hofu ya kufilisika. Kuna watu nakuta saizi Mungu amembariki, lakini hivi nikija kufilisika je, maisha yangu uzeeni hata. Yaani yuko hapo. Kwa hiyo anatembea kwenye hofu ya kitu. Na anafikiri ni jambo la kujivunia. Hajui kwamba
Pambana na hofu. Kunaga hofu ni hofu tu. Kila hofu imebeba ujumbe. Hakuna mtu atakwambia nina hofu afu akwambie hajui ana hofu ya nini. No. Muulize, mwambie una hofu una hofu ya nini? Atakwambia. Ingezo na hofu kama gari itapinduka. Kwa hiyo ile hofu ni kibebeo cha ajali. Hofu sio jambo lenyewe. Hofu ni kibebeo cha jambo lenyewe. Ndio maana anasema hivi, lile nililokuwa nalihofia limenipata. Kwa hiyo kuna kitu akuwa na kihofia. Sio kwamba kuwa na hofia hofu. Kuna kitu akuwa na kihofia kikampata. Kwa hiyo hofu ni kibebeo. Kwa hiyo shetani, you are getting me now, you are coming up. You people, you are coming up. Kwa shetani anaweza akafunua ndoto makusudi. Kwa sababu naweza kujiuliza, kwa nini shetani anifunulie tena mpango wake? Si angeufanya kisirisiri? Anatafuta mlango. Anakufunulia ili akujengee hofu. Hofu ya nini? Hofu ya kile ulichokiona kwenye ndoto. Ili ukishakuwa na hofu ya kile ulichokiona kwenye ndoto, kikupate kile unachokihofia. Sijui kama nimefundisha. Hello. Na ndio maana ukiota ndoto ikakuletea hofu, la kwanza usishughulike na ile ndoto. Kwanza shughulika na hofu. Shughulika na hofu kwanza. Uinyamazishe hofu ili imani simame. Kwa sababu huwezi kuoperate under hofu. Na kufunga shetani, unafunga under hofu, haiwezi fanya kazi. Lazima ufunge under faith. Are you following? Lazima ufunge under faith. Kwa hiyo lazima upambane na ile hofu kwanza. Uinyamazishe hofu. Alafu ndio uje ushughulike na kile kitu. Haleluya. Acha tudhibitishe hili. Angalia ni nini tena watumishi? Au ni hofu mnatuletea? Natutisha au? Ayubu 4:12 hadi 16. Alafu mtanisaidia kuniambia ndoto imetoka wapi? Sawa. Nyinyi sasa ni wasomi wa ndoto. Hii ndoto imetoka wapi? Na chanzo chake ni nani? Na ni nani alichagua kuifunua? Ni Mungu au ni shetani? Okay. Tusome kwa sauti 1, 2, 3 twende. Basi nililetewa neno kwa siri. Sikio langu likasikia manong'ono yake. Nenda mstari unaofuata. Katika mawazo yangu yaliyotoka katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu. Mstari unaofuata. Hofu iliniangukia na kutetema, iliyotetemesha mifupa yangu yote. Tuishia. Aliota ndoto. Kama mnamtafuta jina lake anaitwa nani? Huyu sio Ayubu. Elifas. Atakuwa anaitwa ni Elifas. Anakwambia, hii anaposema kwenye maono ya usiku hakuwa anamaanisha ndoto. Sawa. Asema usiku kwenye ndoto kuna neno la siri aliletewa. Swali, aliletewa na nani? Asema sikio langu likasikia manong'ono yake. Ile neno la siri, lakini usiku kwenye ndoto. Asema ghafla nikapata hofu. Afu mifupa yangu yote ikatetemeka. Hello. Tuko pamoja? Acha tusome tena. Anza tena pale juu. Watu wasome vizuri. Kwa sauti 1, 2, 3 twende. Basi nililetewa neno kwa siri. Sikio langu likasikia manong'ono yake. Twende. Katika mawazo yaliyotoka wapi? Katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu. Mstari 14. Hofu iliniangukia na kutetema, iliyotetemesha mifupa yangu yote. Mstari 15. Ndipo pepo ilipita mbele uso wangu na nywele za mwili wangu zilisimama. Mstari 16.
Hiyo pepo ilisimama kimya nisiweze kutambua sura zake, mfano wake mbele ya macho yangu. Kulikuwa kimya, nami nilisikia sauti ikinena. Bwana sifi. Ni ndoto kutoka wapi? Kwa Shetani. Nani aliyefunua? Shetani. Shetani mwenyewe. Ilisababisha nini? Cha kwanza, hofu. Kwa nini hofu? Ili atakapohofia kimpate alichokiofia. Ayubu, tunarudi kule, nilichohofia ndicho kilichonipata. Ndio maana nataka niseme, kama kuna kitu kwenye maisha yako hata sasa hivi, watu wanaweza kuona umevaa koti kama mimi, lakini kuna vita unapambana nayo. Huwa kuna kahofu fulani, mara una hofu tu utakufa, una hofu labda utaenda vizuri kwenye maisha. Hiyo kitu pambana nayo, usichukue poa hiyo kitu, kwa sababu Ayubu anasema nilichokiofia ndicho kilichonipata. Mwingine ana hofu tu, mimi uzeeni nitakuwa salama kweli, utaparalyze. Pambana na hiyo vita, pambana na hiyo vita. Naongea na watu hapa wazuri, naongea na watu wazuri hapa. Pambana na hiyo vita. Mwingine miaka 60 kweli, kuna pindi lingua na waka hofu, kasema hiyo shamba kabisa. Naza mambo hivyo hata simwambii wife, sababu hizo story wife apendai. Mimi wazee wangu wanaishi miaka 80 90, kina Bishop Oyedepo, kina Papa Deboye. Kwa hiyo hapa nimebakiza miaka kama 40 mbele. Alafu najisemea sana hadi nafsi isikie. Sababu kila mtu hapo simuone hapa, siwaone hapa. Ni kwa sababu hana maiki ya kuhubiri na hana courage ya kusema mambo yake. Kila mtu hapa ana kahofu fulani anapambana nako. Ana kahofu fulani anafanya nini? Anapambana nako. Is it true? Ni kweli mwingine ana hofu ya kuachika. Unaachwa na nani? Yaani wengine unavuta tu kuachika wewe mwenyewe. Utakuja niache. Alafu sasa usivyokuwa na akili, ikitokea unasema nilijua tu. Kani nafikiri ni nini? Ikishatokea unajifanya sasa Bwana huwa anakuonyesha. Kumbe umejaa kwenye 18. Hadi pasta mimi unajua Bwana ananionyesha. Kitu kianza kukiofia tu, pasa kitatokea hivyo. Alafu unajiona mjanja. Kumbe hujai kusoma Ayubu wewe. Ni kama nina karama pasta. Kama nina nini? Nina karama. Una karama. Mwiza jirani, una karama. Wangapi kwanza leo wamejua sio karama? Wangapi wamejua hiyo ni vita? I love you people. Amen. Now, ukichambua hii habari tulosoma, utaona mambo 5 ya haraka. Namba 1, ndoto zote za Shetani lazima zipandikize kitu kwenye maisha yako. Zinalengwa kupanda kitu kwenye maisha yako, kitu kibaya. Ndoto zote za Shetani, amina, mnanielewa? Zimelenga kupandikiza. Sema kupandikiza. Toa sauti, sema kupandikiza. Yes. Kwa Shetani hutumia ndoto kupandikiza vitu vibaya kwenye maisha ya watu. Shetani hutumia ndoto kupandikiza vitu vibaya kwenye maisha ya watu. Shetani hutumia ndoto kupandikiza vitu vibaya kwenye maisha ya mtu. Kwa anatumia lango la ndoto kwenye ulimwengu wa roho. Anakuja papo, anapita kwenye lango, anakuotesha ndoto fulani. Sasa wewe unaweza kuamka sema, kumbe kwa ni ndoto tu. Kumbe kuna deposit imeachwa kwenye hatima yako. Kumbe kuna kitu kimepandwa pap. Kumbe kuna kitu kimepandwa kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwa watoto wako au kwako mwenyewe. Kimepandwa. Sasa unaona ndoto kuhusu mtoto wako. Lakini ukimwona mbona ameamka vizuri tu, ana shida na tabia nzuri, ujue kuna kitu kimepandwa. Kwa sababu Shetani hutumia ndoto kupandikiza vitu vibaya kwenye maisha yao. Tulisoma
wiki Jumapili, sitaki kurudia, mnakumbuka kwamba yule mwenye shamba, mwenye konde alipanda mbegu njema shambani mwake, ambayo tunajua ni Mungu. Ampanda mbegu njema. Biblia inasema watu walipolala, watu walipofanya nini? Mnakumbuka ile andiko la Mathayo? Watu walipolala, akaja adui yake, alikuja kwa siri. Imefanana na andiko tulosoma, usiku kitandani neno lilinijia kwa siri. Na ukisoma neno, tafsiri ya neno, ukienda kwenye habari ya mpanzi, Yesu alitafsiri mbegu ni neno. Kwa hiyo kuna mbegu ilipandwa kwa siri. Sifaeli anasema usiku neno lililetwa kwa siri, maanake mbegu ililetwa kwa siri. Sema mbegu ililetwa kwa siri. Sasa hatujui ni mbegu ya ugonjwa, na inasikana ni mbegu ya ugonjwa. Sababu anasema baada ya hapo mifupa yake ikaanza kutetemeka. Na ile kwenye Mathayo inasemekana kwamba yule adui alivizia watu wamelala, akaja kwa siri, akapanda magugu, kisha akaenda zake, akapotea haraka. Mkiamka asubuhi, it's normal. It's normal. Kumbe kuna mbegu mbaya. Kama Mungu anguishivyo, hiyo mbegu lazima iachilie. Hiyo mbegu lazima ing'oke. Hiyo mbegu lazima ing'oke. Hiyo mbegu lazima ing'oke. Sema kwa jina la Yesu, hiyo mbegu lazima ing'oke. Ndio maana ya shule hii, ndio maana ya darasa hii, na kufundisha ili upate hasira. Kila mbegu isiyokuwa ya kimungu katika maisha yangu, catch fire, ng'oka in the name of Jesus. Watoto, ng'oka. Na ukitaka kuelewa, ni a very serious business. Yesu mwenyewe ni somo alilofundisha kwa kinywa chake, akasema kila mbegu asiyoipanda Baba yangu wa mbinguni itang'olewa. Ni kauli nzito. Kila mbegu asiyoipanda Baba yangu wa mbinguni. Maana yake nini? Kuna mbegu ya Baba mbinguni, kuna na mbegu sio ya Baba mbinguni. Maana yake nini? Maana yake Baba mbinguni huwa anapanda mbegu, lakini kuna na jamaa mwingine naye huwa anapanda mbegu. Lakini habari njema iliyoko nini? Ni kwamba mbegu za adui unaweza ukazing'oa, lakini mpaka ujue sasa. Ndio maana utaifahamu kweli na kweli itakuweka. Kwa hiyo utaona hapa mambo manne. Namba moja, neno lilipandwa kwenye mawazo ya Sifaeli usiku. Alienda kulala yuko fresh. Unanielewa nachosema tu wa Mungu? Yaani ameendesha maisha yake vizuri, lakini kuna one day amelala, ghafla kuna kitu kilipandwa kwenye mawazo yake. Papo kilipandiwa wapi? Usiku, kwenye ndoto. Usishangae unakuja unaamka hivi mtu amebadilika. Unajua nilikuwa tunapendana kwenye familia yangu, nini kimetokea? Amepandiwa neno usiku. Amepandiwa neno usiku. Biblia inasema amepandiwa kwa siri. Hivi nyinyi mnanielewa watu wa Mungu? Ndio maana lazima mkae kama watu wa kiroho, mjifunze mambo na kuyashughulikia. Kwa hiyo kuna neno lilipandwa kwenye mawazo. Hebu rudisha pale mtumishi kwa Sifaeli. Fanya haraka. Asema ilipandwa kwenye mawazo yake. Maana yake wakati anaenda kulala, he had no that kind of thoughts. Hakuwa na aina hiyo ya mawazo kabisa. Hakuwa na aina hiyo ya mawazo. Mshangaa, mbona huyu mtu ameharibika? Kuna mawazo yalipandwa. Sidi. Oh, these people. Ni 4:12 mtumishi. Ayubu 4:12. Are you blessed? Are you blessed? Yeah. Wangapi anaombea niendelee na ili somo muda mrefu ili ulielewe? Okay. Taniombea. Ayubu 4 mtumishi 12. Hebu soma kwa sauti moja basi, 2 3 twende. Basi nililetewa neno kwa siri, sikio langu likasikia manong'ono yake. Mstari wa 13, katika mawazo yaliyotoka katika maono usiku. Maana yake kuna aina ya mawazo alipandikizwa usiku. Na unajua awazovyo mtu ndivyo alivyo. Mtu akichafuliwa mawazo kachafuka. Mtu akigeuzwa mawazo amegeuka. Wangapi ananielewa? Wangapi ananielewa? Watu wanapandikizwa zinaa usiku. Nakwambia kweli, watu wanapandikiziwa ni mawazo ya zinaa usiku. Nakwambia anzia nimeota hiyo ndoto. Anzia nimeota hiyo ndoto. Sawa? Mwili umekuwa unawaka tamaa. Anzia nimeota hiyo ndoto. Kwa nini? Ni wazo lilipandwa usiku. Lilipandwa usiku.
Kwa cha kwanza tunaona neno lilipandwa kwenye mawazo yake. Namba 2, sauti ilipandwa kwenye mawazo yake. Kuna aina ya sauti ilipandwa kwenye mawazo yake. Cha 3, hofu ilipandwa kwenye maisha yake. Si anasema nikaanza kupata hofu. Si anasema hivyo? Watumishi wa Mungu si anasema hivyo? Kweli. Anasema hofu iliniangukia. Kwa unaona kuna aina ya mbegu ya mawazo ilipandwa, kuna neno, lakini kuna sauti ikaanza kuoperate ndani yake. Hakuwa na hiyo sauti. Inaweza kaa tu ni sauti fulani, jiue. Au kwamba wewe ufai, hakuna utapoenda. Hii ndio haina maana. Ondoka tu, ivunje tu. Ni sauti hakuwa nayo. Hakuwa nayo hiyo sauti. Ilipandwa kwenye ndoto. Hivi mnanielewa tu mzee wangu? Mtoto hataki tena shule. Ametoa wapi? Ni sauti. Ilipandwa kwenye ndoto. Mnanielewa? Lakini hofu, akapandikizwa hofu. Na mwisho mifupa yake ikaanza kutetemeka. Hatujui kama Mungu akumsaidia Sifaeli, kuna uwezekano kabisa ukashangaa Sifaeli mara ameibuka na ugonjwa wa ajabu kuanzia kipindi hicho. Nini? Mwili unatetemeka, asikia tu mifupa inatetemeka ndani mpaka kifo. Acha niwape ushuhuda 2. Sema 2. Unajua watumishi unapata message. Sasa hizi message kutumiwa mimi, alitumiwa mzee wangu Mwalimu Makasege. Unajua Makasege nina ruksa kumuita mzee wangu. Amin. Yeah. Mtu ambaye paka nakujua na jina kwa good luck. Hiyo si mzee wako kabisa hizi. Mzee wangu Makasege akatumiwa message na dada mmoja. Sio dada. Alikutana na dada mmoja. Udada anachechemea sana. Wakakutana mzee Makasege. Dada umefanya nini? Kaambia mguu unauma sana. Akamuuliza ulianzaje? Akaambia baba, naomba nikueleze nilivyoanza. Niliota ndoto tunacheza mpira. Sasa akapigiwa na yeye kuupiga hivi. Nikaa kama muupiga vibaya, akaumia, akasikia maumivu kwenye ndoto. Aliposhtuka kitandani akasikia maumivu. Kuanzia hapo huo mguu hausikii dawa. What is that? Adui amepanda kitu kwenye afya ule dada kupitia ndoto. Mzee Makasege akatumia, huwa kuna hatua kama 6 za kuombea vitu vya namna hiyo. Anasema ghafla akatumia zile hatua 6, nikamwombea mguu kapona saa hiyo. Acha nikupe nyingine ya mzee. Alitumia message kwamba kuna ndugu mmoja mwaka 2009, ona interview hii, ilichonishangaza ni interview. Mwaka 2009 aliota amepigwa risasi kwenye paja, na ile risasi ikang'ang'ania ndani kwenye paja, kwenye ndoto. Sawa, sema kwenye ndoto. Yule mtu akashtuka kitandani. Aliposhtuka sema, kumbe ndoto bana, kumbe ndoto. Niliandika mahali, kumbe ndoto. Ilipofika mwaka 2013, ni miaka mingapi? 2009 hadi 2013, miaka 4 baadaye. Kwa hiyo ile kumbe ndoto, maisha yaliendelea tu vizuri kama kawaida. Kumbe adui ameshapanda akaenda zake. Andiko la Mathayo nasemaje? Baadaye, sema baadaye, zilipomea ngano na magugu yakaonekana. Baadaye ikawa ni mwaka 2013. Ghafla ule ndugu akaanza kusikia maumivu makali yasiyokuwa kawaida kwenye paja, mguu ule eneo ile aliota ndoto. Kuanzia hapo kawa ni ugonjwa usiokuwa kawaida kwenye paja lake. These things are real kwa sababu spiritual realm is real. Ulimwengu wa kiroho ni real. Ulimwengu wa kiroho ni halisi. Lakini nzuri ni kwamba na wewe ni halisi na mamlaka yako ni halisi. Are you following? Now, ishara ya kwanza kwamba ukiona hizi ishara ujue hii ndoto utakiwa uifuatilie kwa karibu sana. Ishara ya kwanza, nyie mliokuja katikati ya wiki maisha yenu bomba sana. Jumapili hakuna kurudia haya.
Jumapili nawahi kwenye nyoka, alafu ajui ishara. Ndio wanifuatilie. Amen. Ishara ya kwanza ishara hizi ni indicators Ukiona hii ujue dindi, mwambie mwenzo dindi, natakiwa nikomae. Ishara ya kwanza, kuota ndoto ile ile zaidi ya mara moja. Kuota ndoto ile ile zaidi ya mara moja. Ile ile kwa maana kwamba vile vile au kwa utofauti, lakini picha ni kama ile ile, ni kama ina ujumbe mmoja. Imeeleweka hiyo? Kuota ndoto ile ile zaidi ya mara moja. Hiyo ni kukuonyesha hicho kitu ni serious. Hicho kitu ni serious. Mfano, kuna watu mlishaota mko mashuleni hadi mmeshachoka, mmeona basi wa kushonena uniform. I'm telling you. Sababu unajua pasa hiyo mimi nimeotaga nzia kiwa mtoto. Basi wa kushonena uniform tu kabisa ukayo. Unaota hiyo tu. Nini ni maana yake? Kuna kitu unatakiwa ufanye, shida hujajua. Au ndoto inaofanana na ile, lakini ujumbe ni huu mmoja. Amina. Tunaweza kuona kwenye kitabu cha kuna andiko fulani kuandika hapa, lakini Roho Mtakatifu mwaminifu ananiambia, pasa wapi lile la Ayubu? Nisaidieni, kuna la Ayubu niliwapa, aliko kwenye notisi zangu. Nasema Mungu nena mara moja, naam mara mbili, japokuwa watu wachache. Ni Ayubu ngapi niliwasomea? Ayubu 33 mstari wa 14 na 15. Andika Ayubu 33 14 na 15. Let's go there. Yaani ndoto inarudi tu. Inarudi. Hebu some 1 2 3. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara pili, japokuwa mtu hajali. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni hivi, ukiona ndoto imekuja zaidi ya mara moja, maana yake ni msisitizo wa kibibilia au ni msisitizo wa kiroho. Jali hili, acha kutokujali, take serious hiki, take serious. Ndio maana inarudishwa. Soma hilo andiko tena 1 2 3. Kwa kuwa Mungu hunena mara, naam hata mara, japokuwa mtu ajali. Kwa hiyo Mungu akiona ujali anirudisha tena, hujajali anirudisha tena. Shida, unaweza kutokujali hadi utimilifu wa ndoto ukaja na ukajikuta unakuja vibaya. Kwa hiyo ndoto ikirudi zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili, be careful nayo. Hiyo ni kukupigia kengele, jali hili, usiwe kwenye hali ya kutokujali. Umenielewa? Okay. Andiko lingine hapo, Mwanzo 41 mstari wa 32. Mwanzo 41 mstari wa 32. Huyu ni Farao aliota ndoto, mnakumbuka? Ndoto ya kwanza ilihusu nini? Ng'ombe, kama sio masuke, lakini aliota ndoto mbili. Sawa. Ya kwanza aliota ng'ombe wembamba wamekonda, na ng'ombe walikuwa 7, na ng'ombe 7 wanene. Amina. Ng'ombe wembamba waliokonda wakameza ng'ombe 7 na hawakunenepa. Akapata shida na hiyo ndoto, afu akalala. Alipolala usiku huo ikajirudia. Sasa sio lazima iwe usiku huo, ikajirudia. Lakini ikajirudia sio ng'ombe, ikajirudia masuke 7 membamba na masuke 7 manene. Yale membamba yakameza yale manene na hayakunenepa. Sawa. Kwa hiyo hapa ni ndoto moja kwa picha tofauti. Umeona? Umeelewa?
Kwa ndoto inaweza kaa ni ile ile, kaja na picha tofauti tofauti, lakini ukichunguza mbona kama inasema kile kile, lakini inaweza ikajirudia vile 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 vile, inategemea tu. You following? Sasa ona Yusufu mtu wa Mungu alichomwambia Farao. Hebu soma kwa sauti, 1 2 3 twende. Na 1 2 3 twende. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili. Sikiliza, hicho ni kigezo. Asema because it came twice. Asema na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara ngapi? Ni kwa sababu neno hilo Mungu atalithibitisha na Mungu atalitimiza upesi. Hiyo ni kuonyesha ukiona ndoto inajirudia rudia, ulimwengu wa roho unapiga kengele, alo, take charge haraka, chukua wajibu haraka, hiki kitu kiko haraka, hichi kitu kipo njiani. Nasema na ndoto ya Farao, ni Yusufu anamwambia Farao, ambia na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili, kwamba imejirudia rudia, ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha na Mungu atalitimiza upesi. Sasa kwenye ulimwengu wa giza ni hivyo hivyo, ni kwa sababu adui amelithibitisha na adui anataka kulitimiza upesi. Are you getting akili za kiroho? Ishara pili ya kuonyesha ndoto hii nitakiwa shughulikia haraka ni pale ndoto imekutia hofu hata baada ya kuamka au kushtuka katika ndoto hiyo unasikia hofu. Ni pale unaota ndoto unasikia hofu ndani ya ndoto yenyewe. Nikisema ndani ya ndoto yenyewe maana yake hujashtuka, si ndio? Lakini hata ukiamka, unaamka ukiwa umejaa hofu, unaamka ukiwa na hofu. Na saa zingine unaendelea na maisha, anzia umeota hiyo ndoto, labda siku ya kwanza ya pili unakuwa una hali ya hofu. Ukiona hivyo ni ishara ya kibibilia ya kwamba ndoto hiyo unatakiwa uifanyie kazi haraka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Danieli 4 mstari wa 5. Danieli 4 mstari wa 5. Tukimbia afu tuende point number 3. Danieli 4 mstari wa 5. Soma kwa sauti 1 2 3 twende. Nikaota, siwasikii sauti zenu wapendwa. 1 2 3 twende. Nikaota ndoto iliyonitia nini? Hofu. Mawazo nilikuwa nayo kitandani mwangu na njoo za kichwa changu zikanifadhaisha. Kwa aliota ndoto, ile ndoto misamsegu iliisha, ila yeye akabaki na hofu. Na hizi mmeshaota sana nyie ndugu wananchi, mmeshaota sana. Alafu sasa shida wengi simemtia hofu kwanza mle kwenye ndoto, akashtuka, afu moyo unadunda, utafuta kutokea kifuani, akaangalia akapata waka, kumbe iko chumbani kwake, akaangalia na mume yupo na mke, kumbe ndoto. Angalau kumbe ni ndoto bwana, kumbe ni ndoto bwana. Anafikiri amemaliza, kumbe kwenye ulimwengu wa roho unagongewa kengele. Hello. Na kuna wengine kuanzia hiyo ndoto inajenga hofu kabisa kwenye maisha yake, unless aweze kuishughulikia au apate mtu wa kumsaidia kushughulikia, ndio anaweza akabaki normal. Lakini kuna wengine hofu zao zilianzia kwenye ndoto. Ana hofu ya kitu fulani, lakini hofu ya kitu fulani ni nini? Kuna ndoto aliotaga, anzia utage hiyo ndoto, amekuwa na hofu na engo fulani ya maisha, amekuwa na hofu ya engo fulani ya maisha. Halo. Namba tatu, ishara tatu. Pale inapokufadhaisha baada ya kuota hiyo ndoto, pale inapokufadhaisha. Kuna tofauti ya hofu na kufadhaika. Pale inapokufadhaisha, inakuhuzunisha baada ya kuota hiyo ndoto, usitafute namna, usiende kununua Pepsi utulize huzuni.
Yesu nisikiaje? Ndio kuna ndoto. Sisi nipate baridi. Oh, Pepsi ya baridi. Pepsi ya baridi, Pepsi ya baridi, Pepsi ya baridi haiwezi kushughulika na ndoto. Mwambie mwenzio Pepsi ya baridi haiwezi kushughulika na ndoto. Amen. Pepsi ya baridi. Yaani unajua sasa kwa sababu una mahangaiko, si ndio? Una masumbufu sasa kwenye nafsi. Sasa unatafuta namna ya kuondoa ile masumbufu, upate labda Pepsi ka baridi, basi mpate kiti moto, kiti cha baridi. Unaweza kupata all the viti. Can get all the viti. Viti moto, viti baridi, viti vuguvugu. Vini. Mwanangu Vini. Yeah. Are you happy? Are you happy? Wow, that's powerful. Danieli 2:1. Moja somo nikifundishaga napata raha, ni somo la ndoto. Danieli 2:1. Kwa sauti 1, 2, 3 tusome. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Pata huzuni hadi usingizi haurudi. Sijui kama ushaota hiyo ndoto. Mimi nishaota kadhaa kabisa, urudi kulala. Yaani kama ile ndoto ipita saa 7, huo usingizi utauona tena, sababu ile kitu inaushika moyo wako ile, yaani huwezi kulala tena. Wangapi shakutana hiyo? Nyote mbona mnaniiga? Hebu tena wangapi? Kasoro show tu, ndio Mungu amesaidiaje uje kusunika. Amen. Yaani pozi lote kwishini na usingizi unaruka hapo hapo. Ndio ilimkuta Nebukadneza, na ilikuwa ni ishara kwamba hili jambo ni very serious. Hiyo ni kuonyesha this thing is very serious. Na kwa Nebukadneza ilikuwa serious, ndio ilimpeleka miaka mingapi porini? Silete mchezo. Ndio alienda kuwa anakula nyasi. Ilikuwa ni miaka mingapi pasa? Miaka 3.5 au 7? Ni vipindi 3.5. Aligonga 7. Lakini ulimwengu wa roho, rada ilisoma kwanza. Rada ilichichicheza. Bana ikatuma taarifa. Nafsi ilivyopokea taarifa ilihuzunika Sayuni. Sasa ngoja nikwambie kweli kabisa. Nebukadneza angeweza akajiokoa. Unajua angeweza kujiokoa? Angemgeukia saa hiyo Mungu wa Danieli, akamlilia na kutangaza Mungu anayetawala nchi ni Mungu wa Danieli. Angeepuka ile kitu, kwa sababu baada ya kupigwa miaka 7 aliporudi ndio hicho alichokuja kukitangaza. Asema aliandika speech, kuna ile press release ya King Nebukadneza, isome kwenye Danieli. Asema mimi Nebukadneza kwa mkono wangu mwenyewe naandika, hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Danieli. Huyu ni mkuu. Akaelezea na jinsi ambavyo alipelekwa porini miaka 7 anakula nyasi na mwili wake ukaota manyoya kama nini, kama mnyama. Afu Mungu alivyofundi, hakuna mtawala mwingine ukaa kwenye kiti. Yaani Biblia inasema kiti kikafungwa pingu. Yaani hakuna hata watu hawashtuki kwamba tuchague ufalme mwingine. Wakawa napigwa tu bung'aa miaka 7 akapona, akaja kaa kwenye kiti. Sicheze na Mungu. Mwambie mwenzio Mungu fundi bwana. Mwambie mwenzio Mungu fundi. Kwa hiyo ukiona ndoto imekufadhaisha, ni ishara nzito ya kibibilia ya kwamba hilo jambo unatakiwa ufanyie kazi. Nasikia mtu ananiambia, mchungaji, nitafanyaje kazi? Don't worry, I will teach you. Ni nini cha kufanya? Nitakuonyesha, anzia hapa mwanangu, nenda hapa, nenda hapa, nenda hapa, nenda hapa, alafu chomokea hapa. Sema amina. You see, Mungu ameafunua yote. Namba 4, afu bado 2 za mwisho. Kuna mtu anabarikiwa hapa. Nimeshakupa ishara ngapi? Ishara ya 4. Ishara ya 4 ni pale ambapo kuna muunganiko wa ishara 2. Unakutana na hali ambayo ina muunganiko na ishara 2. Acha nisome, nimeandika hivi: kukutana na hali ya kukufadhaisha iliyoambatana na kitu kingine. Mfano, kukufadhaisha na hofu. Umeona? Ni kama vimeungana vitu viwili. Umeelewa?
Ni pale unaota ndoto alafu ghafla unakutana na hali ya kukuhuzunisha, ya kukufadhaisha, lakini iliyoambatana na kitu kingine. Mfano Danieli 2:1, hiyo Danieli 2:1. Hebu tusome kwenye Danieli 2:1 hiyo, alafu tutasoma hata Danieli 4 tunaweza tukapata, lakini tuanzie Danieli 2:1 alafu tutaenda na Danieli 4, tutaona hiyo situation. Danieli 2:1 tusome 1 2 3, here we go. Hata katika nataka msome wanafunzi wa Yesu. 1 2 3 twende. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza alifanya nini? Aliota ndoto, na roho yake ikafadhaika. That's number 1. Usingizi wake ukamwacha. Vitu viwili, si ndio? Kufadhaika kuliungana na kukosa nini? Usingizi. Umeona hiyo? Twende na Danieli 4. Danieli 4:5. Danieli 4:5. Danieli 4:5. Saa zingine zinaungana hizo ishara, zinaungana hizo ishara kwa sababu in normal circumstance Mungu anataka ulale. Biblia inasema Mungu humpa mpenzi wake usingizi mtamu. Hii kulala kimawenge mawenge usifikiri ni Bwana. Lala mara miguu iko juu kama unaendesha baisikeli vile. Biblia inasema Mungu humpa mpenzi wake usingizi nitakuja nafundishe usingizi kibibilia. Njia 4 za kibibilia kulala. Moja hapo, choka. Piga kazi, choka. Yani unalala hujachoka, uko misele tu mbea. Kwani usiote watu wanakuvuta ulimi? Hata wanang'ania ulimi umezidi umbea, hapa usiku wanaondoka na hey! This life, man. Are you blessed? Yeah, you are to be blessed. Okay, let's read this. 4:5 kwa sauti 1 2 3. Huyu ni nani sasa huyu? Okay, 1 2 3 twende. Nikaota ndoto. Ona sasa, ona hii ndoto ilivyo. Nikaota ndoto ilionitia, hiyo namba 1, sawa sawa, si ndio? Alafu mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu na njozi za kichwa changu zikanifadhaisha tu. Kiona zimeungana ishara mbili, jua kwamba hiyo kitu ni serious kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Namba 5, alafu namba 6 mwishoni tumalize ibada yetu. Sasa namba 5 ni pale unapoota ndoto afu ishara yake ikadhihirika katika mwili unapoamka au hata baadaye. Unaota ndoto, umeota kitandani, lakini unaamka labda mtu alirusha jiwe likakupiga kwenye mkono kitandani, kwenye ndoto, sawa sawa. Unaamka mkono unauma, mkono huo unauma. Mwambie mwenzio kumbuka, hii ni vita kiroho. Tuko kwenye mwezi wa winning the invisible battle, kushinda vita visivyoonekana. Ndio maana lazima nikupe shule kubwa ya vita visivyoonekana, Mama Chirongo. Ayubu 4:12 hadi 16. Nitaomba tusisome tena sababu tumeisoma mara mbili, niwakumbushe tu. Mnamkumbuka Sifaeli? Elfas. Mnamkumbuka Elfas? Aliota wapi? Kitandani kwake usiku. Sawa. Aliposhtuka mifupa inateta.
Yaani ameshtuka kwenye ndoto, mifupa inacheza ndani yake. Kwa hiyo ni ndoto ameota kitandani usiku kwenye ndoto, lakini aliposhtuka kuna ishara, physical manifestation ya kile kilichokuwa kinaendelea kwenye ndoto. Umeelewa hiyo? Imeeleweka? Biblia inasema hofu linaangukia na kutetema, iliyotetemesha mifupa yangu. Ndio kama huyo dada nakwambia, alipiga mpira kwenye ndoto, alipoamka anashangaa ule mguu unafanya nini, unauma. Mwingine, hizi nishasikia mara kadhaa, shaisikia kwa pasta, ikaona kama mtu amempiga risasi hapa kwenye kifua kwenye ndoto, alafu akwambia pasta, hapa panauma hapa, lakini sio kwamba alipigwa risasi ya kweli. Alipigwa kwenye ndoto, lakini sasa hivi hapa kifua kinafanya nini, kinauma. Wapendwa, kuna risasi za kiroho, kuna silaha, kuna mishale ya kiroho. Hata Biblia ishasema adui ana silaha za kiroho. Adui haji na bunduki. Shetani anaga bunduki. Shetani ana silaha zake za kiroho na anapiga nawe kwenye kiroho. Kwa hiyo anapandikiza kitu kwenye mwili, anapandikiza kitu kwenye hatima yako, anapandikiza kitu kwenye maisha yako, anapandikiza vita fulani kwenye maisha yako through ndoto. Tumeelewana? Sasa ukiona hizo dalili ya kwamba kuna kitu kilitokea kwenye ndoto, ni kama nilikwambia, kuna mama mmoja aliumwa ziwa, lakini sasa huyu alipoamka asubuhi alijikuta tu iko fit, ila akasahau ile shule ya baadaye kwamba baadaye ngano ilipomea. Sasa nyie angalau mna shule ya baadaye, kwamba kuna vitu usiviletee mchezo tu kwa sababu saizi unajisikia uko fit. No, you pray, lazima uombe, kwa sababu hujui baadaye ni lini. Shangaa baadaye nakuja kupita miaka 60 ndio baadaye. Wewe jiulize, tukio la 2009 linakuja kumanifest 2010 na ngapi? Tumesema 2013. Bwana sifiwe. Mwisho namba 6. Hii sasa, kama watu watakuwa wa kweli, na mimi katika safari yangu wokovu nimeshakutana na hiyo hali. Kama utakuwa mkweli, ukiwa mkweli, inawezekana sio wote, inawezekana mwingine Mungu aliruhusu tupite ili tuweze kufundisha. Ukiwa mkweli, utakuwa ushuhuda wa hii, utanyanyua mkono kwamba pasta, hiyo na misha nikute, acha nisome. Ukiota ndoto ambapo baada ya ndoto hiyo imani yako kwa Mungu, ikiwa na maana wokovu wako ukaanza kuyumba, au utumishi wako ukaanza kuyumba, ukaanza kuwa na mahangaiko ya kiroho, hali ya kiroho, ukaanza na hali ya kupoa, lakini ilitokana na ndoto fulani uliota, ujue ni ishara hiyo ndoto itakiwa uchukue hatua haraka. Ishara 6 ni pale ambapo unaota ndoto. Baada ya kuota ndoto, hali ya imani yako katika Kristo, hali ya imani yako katika Kristo inaanza kuyumba, inaanza kupoa, unaanza kukosa hamu ya vitu vya kimungu, unaanza kukosa passion ya spiritual things. Ujue kwamba ile ndoto haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni ndoto iliyopandikiza vitu ambavyo sio kawaida katika maisha yako. Kwa wengi, yani anzia muota hiyo ndoto. Yani kama hakupata msaada haraka, anzia muota hiyo ndoto, hali yake ya kiroho ikaanza kuyumba. Inawezekana ameota tu hata usiku, Jumapili yake asikie hamu ya kuja kanisani. Tena na haya hasa mandoto ya zinaa haya yanapiga hali ya kiroho. Unajua ndoto ya zinaa inapiga maeneo manne. Inapiga hali ya kiroho, inapiga ndoa, na kama hujaolewa inapiga mahusiano, inapiga uchumi, inapiga kibali. Inategemea intensity yake, inategemea intensity, inategemea intensity. Kumbukumbu ya Torati.
Nimesema tu Kumbukumbu la Torati ile andiko sikuandalia. Mungu wangu. Wewe jaribu niangalie. Kumbukumbu la Torati 3, nafikiri itakuwa 3. Nafuata tusikia 3 hadi 5. It's very technical. Alafu tumalizie pale. Ndipo nimesema 3:13 mstari wa 3. Sijui kama nimegundua siku ile rekodi ile andiko kwenye diary yangu. Acha tuangalie. Asema wewe usiasikilize maneno ya nabii yule au yule muotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Sasa ngoja nikufundishe. Ndio hilo ile andiko. Ona, nabii alipata ndoto. Ndoto akaileta kwa watu. Lakini ndoto ilipokuja ikajaribu imani zao. Sasa nafikiri unaanza kuelewa hilo andiko. Mnaanza kuelewa hilo andiko, sababu linahitaji mafuta kitumishi kulifafanua. Ni ndoto. Jaribu lilipitia kwenye ndoto. Na Mungu asema niliruhusu hilo jaribu la ndoto. Kwa nini niliruhusu hilo jaribu la ndoto? Asema kwa ajili ya kuangalia imani. Mtanifuata au mtafuata shetani? Maana yake kuna aina ya ndoto zinaweza zikaja kwenye maisha yako. Ukiona ndoto imekuja ikapiga imani yako, yani anzia muota hiyo ndoto una hamu na kanisa. Anzia muota hiyo ndoto una hamu ya kusoma neno la Bwana. Anzia muota hiyo ndoto una hamu ya kuomba. Uwe na uhakika ile ndoto ulioota ulipaswa kuishughulikia kwa haraka. Anasema kwamba wewe usiasikilize maneno ya nabii yule au yule muotaji wa ndoto. Sema muotaji wa ndoto. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu. Nenda mstari wa 4. Mstari wa 4. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kusikiliza sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana. Mstari wa 5 unasemaje? Na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto na auawe, kwa kuwa amesema aliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu aliwatoa katika nchi ya Misri, akakukomboa katika nyumba utumwa. Sasa sikilize, angalia, nataka uwe na akili za kiroho. Lengo la ndoto ilikuwa ni nini? Kupotosha. Ndio nataka muone kwenye maandiko. Unaona ile ndoto ilikuwa imebeba nini ndani yake? Ilikuwa imebeba nini ndani yake? Upotoshaji. Kwa sababu anasema na yule mwotaji wa ndoto auawe. Sasa tumwache yule mwotaji wa ndoto, tuchukue ile ndoto yenyewe. Ndoto yenyewe kwa imebeba nini ndani yake? Anasema kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu aliwatoa katika nchi ya Misri akawakomboa. Maana yake ilitaka iwapotoshe kutoka kwenye imani ya kweli ya yule Mungu wa kweli mnayemwamini. Kwa kuna ndoto inakuja kwa staili. Kwa shanga, anzia moto hiyo ndoto. Kiu yako na Mungu inaisha. Kiu yako ya kuomba inakata. Hivi unanielewa nachosema? Kiu yako ya kuomba inakata. Kiu yako ya kumpenda Mungu inakata. Kiu yako ya vitu vya Mungu inakata. Na unaweza usijue ni kwa nini kama hujafundishwa shule. Kumbe ni ndoto umeota. Sasa lazima ikipita hali ya namna hiyo ujue cha kufanya. Sasa nisiwaache bila kuambia nini cha kufanya. Tataja tu haraka haraka bila maandiko. Sawa sawa? Ili tupate kitu cha kuanzia kazi. Sawa sawa? Namba 1, tubu. Tubu. Sikupanga leo lakini nasikia Roho Mtakatifu ananiambia ukiwaacha hao watu hivi utakuwa hujawasaidia. Toba. Kwa nini toba? Sawa sawa. Toba. Kwa nini uende mbele za Bwana kwa toba? Na toba uifanyeje? Tubu kwa staili hii. Sio unatubu mpurure tu. Unaambia Mungu, naomba rehema zako
kwa chochote kile ambacho kimefungua mlango wa adui kunishambulia kupitia lango la ndoto. Tubu. Sababu hizi nyingi za adui napo huwa anapata kamlango fulani hivi ndo anaanza kuja. Tubu. Mwambie Mungu, chochote katika maisha yangu kichofungulia lango ambalo shetani ametumia kunishambulia kupitia ndoto hizi, naomba unirehemu. Na iwe toba ya kumaanisha, mpendwa. Amina, amina. Ukitoka hapo usianze kukemea, anza na toba, anza na toba, anza na toba. Hata umeona kitu kigumu kwenye familia, mwambie Bwana, naomba rehema zako. Chochote kile ambacho kimefungulia mlango, ambacho kimempa adui nafasi kuishambulia ndoa yangu, kutaka kushambulia familia yangu, na kuomba unirehemu Bwana. Naomba msamaha wako Jehova, naomba damu yako intakase, naomba damu yako insafishe. Amina. Anza na toba, anza na maombi ya rehema. Usianze kukemea, sababu ukikemea ukakuta kwenye ulimwengu wa roho shetani ana uhalali wa kisheria, hiyo kemea yako haitafanya kazi. Toba ndo inampotezea uhalali wa kisheria, na iwe toba kutoka ndani ya moyo wako. Sijasema uungane na ile hofu kuogopa, ila hiyo hofu ikufanye ufanye toba ya kilio. Hii hata mara unaona sijui unazina mwanaume na mwanamke, ingia kwenye toba. Sawa sawa. Maana yake kuna mlango somewhere, kuna mlango somewhere, kuna mlango somewhere ambao adui anautumia kujipenyezea hapo. Kwa hiyo tubu, omba rehema. Amina, amina. Ukisha tubu, ukishaomba rehema ya kumaanisha, namba 2, sasa simama katika mamlaka yako, anza kufunga, anza kuvunja vile vitu vilivyoonekana. Mfano tukimchukua ule nani, Eli nani, Elifazi, tukimchukua kama mfano ili nikuonyeshe vile vitu. Unaona kwamba Elifazi baada ya toba, kichofata atakiwa alifunge lile neno liloletwa kwake. Amina. Alifunge, alifute kwenye mawazo yake, alifute kwenye maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo. Ninalifuta kwenye ulimwengu wa roho wangu, ninalifuta kwa watoto wangu, ninalifuta kwenye ndoa yangu, ninalifuta kwenye biashara yangu. Inategemea ni wapi sasa, si ndio? Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu nafuta hilo neno. Amina. Kwa unaona kuna neno lilikuja baada toba. Angalia ni vitu gani vilikuwa vimebebwa kwenye ile ndoto. Kwa huyu ndugu Elifazi tunaona kuna neno lile lilobadilisha aina mawazo yake. Alikuwa labda ni mtu mzuri, anawaza vizuri, saizi anawaza vibaya. Anakuwa na mawazo mengine tu, ni mawazo machafu yamekuingia. Futa hilo neno. Namba 2, futa yale mawazo. Sababu kwa naongelea ule jamaa, kama ningekuwa sasa ndio yeye anaomba au tunamuombea, sawa sawa, inabidi apambane na yale mawazo ya kigeni yaliyopitishwa kwenye ndoto. Amina. Namba 3, afunge roho ya hofu. Si unajua kuna hofu na yenyewe ilipenya pale, sawa sawa. Namba 4, apambane na ule ugonjwa wa kutetemeka mifupa, au katae au funge. Amina. Tumeelewana? Mfano umeona ni kitu cha kimauti, funga hiyo roho ya mauti. Alafu hiyo yote ni kundi namba ngapi jamani? Namba 2, si ndio? Namba 1 toba, namba 2 ndo uanze kupambana na hivyo vitu. Lakini unapopambana navyo, angalia ni vitu gani. Tumetumia mfano ule ndugu, sawa. Jambo la 3, achilia damu ya Yesu Kristo katika lango lako la ndoto, ili adui asitumie hilo lango la ndoto kukuathiri. Achilia damu ya Yesu Kristo katika lango lako la ndoto. Na jambo la 4, yafunike maisha yako kwenye ile eneo ile, sawa, ile eneo ambako unaona kuna mashambulizi, lifunike kwa damu ya Yesu. Amen, amen. Watumishi wa Mungu, sio maombi yale ya plus God minus devil. Amen. Si mnajua hayo?
Baba na kujumlisha wewe na mtoa shetani, amen. Hata sekunde haijaisha. Haya ni maombi, kama unavua shati weka tu pembeni, kwa sababu ni swala la hatima yako. Shetani atanii na wewe utaki kutania. Haya sio maombi unakula jojo. Yeah, you know God, yeah, have mercy Lord, you know. Sio grammar. Sio maombi ya grammar. Wadada, unajua Bwana uwe na rehema, huku natengeneza nywele. Shetani atazing'oa. Kabla hajazing'oa mng'oe yeye. Mimi kishafika swala hatima yangu, hatima ya familia yangu, hatima ya safari yangu ya maisha, ni ama zangu ama zao, na nawaambukiza hiyo roho ya ama zangu ama zao kwa jina Yesu Kristo, amen. Simama kwa miguu yako, nyanyua mikono yako, mshukuru Bwana. Rikata papa yekala. Saizi nawafundisha tu. Kuna siku nilipokuwa ofisini leo, Mungu akaniambia utakuwa na maombi ya kung'oa kila pando la adui, na ngoja hiyo siku ya maombi nitatangaza, tukikutana ni mbinde tu, lakini nenda kaanze hiyo kazi, amen. Nenda kaanze hiyo kazi, na usisahau kung'oa. Usisahau kung'oa pale kwenye kipengele cha kufunga, vile vile ng'oa kila pando la adui alilolipanda, kile kipengele namba 2, si ndio? Kwa sababu Yesu alisema hivi, kila pando silokuwa bangu wa mbinguni litafanya nini? Litang'olewa. What a joy! Hiyo inaleta furaha kwamba kila pando silokuwa kimungu kumbe linaweza kung'olewa. Kila pando silokuwa la kimungu kumbe linaweza kung'olewa, na kuling'oa ni wewe, amen. Nyanyua sauti yako, nena kwa lugha dakika moja. Rikata pasokota. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mandaraka papa yeka posokota kaka yeka pasokonda rika shakata yeka laka pasokoti yeka taka papa. Sante Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana kwa ufahamu. Mshukuru Bwana. Biblia inasema utaifahamu kweli na kweli itakuweka huru. Utaifahamu kweli na kweli itakuweka huru. Nasikia ndani ya roho yangu kuna watu wakitoka hapa wanatakiwa kaingia kwenye maombi, wanatakiwa kaingia kwenye maombi. Wengine ni usiku huu wa leo wanatakiwa ingia kwenye maombi, wanatakiwa kuingia kwenye maombi, wanatakiwa kuanza kupambana kwa jina la Yesu. Ninavunja hiyo ndoto, ninafunga hiyo roho, ninafunga huo mkakati wa adui, ninavunja hiyo vita kwa jina la Yesu Kristo. Ninang'oa hilo pando, ninang'oa hilo pando kwenye mwili wangu, ninang'oa hilo pando kwenye afya yangu, ninang'oa hilo pando kwenye ndoa yangu, ninang'oa hilo pando kwenye uchumi wangu. Wengine usiku wa leo, haya ni maombi yanatakiwa kaombe. Yani akitoka hapa, ninasikia Roho Mtakatifu ananiambia good luck. Kuna moto umewaka ndani ya watu, kuna moto umewaka ndani ya watu, kuna moto umewaka ndani ya watu, kuenda kuomba, kuenda kupigana na hatima zao. Biblia inasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Ukimpinga anakimbia, ukimpinga anakimbia, ukimfunga anafungika, ukimharibu anaharibika, ukimng'oa anang'oleka. Rika pashakato yeka laka sakate. Pokea sifa na heshima Bwana, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Nyanyua mikono wako Baba, katika jina la Yesu na wakabidhi watu wako mikononi. Asante kwa sababu ninasikia Roho Mtakatifu ananiambia moto umewaka, moto umewaka ndani ya watu wako. Ninakuomba huu moto usizimike Bwana, huu moto uliowaka ndani yao usizimike, huu moto uliowaka ndani yao usizimike. Waende kwenye maombi na huo moto, huo moto waende kwenye maombi na huo moto kateketeze kila kazi ya adui kwenye maisha yao na kwenye kila kona hatima yao kwa jina la Yesu Kristo. Watapokuwa naomba, ninaomba upako wako wa vita, upako wako wa moto ukawe juu yao, kuwapigania na kuwasaidia. Baba, kila aliyoko chini ya sauti yangu, popote alipokwama, apavuke kwa jina la Yesu. Kila pando aliyokuwa ndani yake ling'oke kwa jina la Yesu. Pokea sifa, heshima na utukufu Bwana, katika jina la Yesu. Watu wazuri piga kelele amen.